Mungu alishakuonyesha huduma yako, amekuonyesha mtoto, una mtoto unamuogesha, sijui unafanyaje, lakini yuko uchi na mavazi, hapo tambua kuna shida katika hiyo huduma ambayo Mungu amekupa kuwavusha watu waingie mbinguni. Sasa ndio muulize Mungu, shida ipo wapi? Mtoto yupo uchi. Lakini sio hivyo. Kuwa uchi ni mara nyingine inamaanisha hali ya dhambi. Ndio maana unapotenda dhambi, unaona pale bustani ya Edeni walipotenda dhambi walijiona wako uchi, na wewe unaweza kuwa umefanya dhambi fulani, hujaitubia, ulimwengu wa roho, utajiona uko uchi. Sasa sisi tunaitwa wana wa Mungu. Haleluya. Kwa unaweza kumuona mtoto akiashiria huyo ni mwana wa Mungu, yupo uchi. Lakini chanzo chake cha kuwa uchi au hali yake ya kuwa katika dhambi ndio imempelekea kumpa adui nafasi, kumtega katika mtego, kunaswa katika wavu. Neno linatuambia kwamba wametegesha wavu katika njia tunazopita, ili kunasa miguu yetu. Sasa huu wavu hauwezi kukunasa kama uko sawa sawa na Mungu. Yeye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini siku umeamua kujiongoza mwenyewe, tayari hapo shetani anakushtaki, anakukamata katika wavu. Huku tunaona huyu mtoto kaning'inizwa kwenye wavu, nchi kavu. Hiyo nchi ni watu wanaopita kwa miguu katika hizi njia. Yaani tuseme njia ambayo watu tunapita kwa miguu ndio wametegesha hii mitego, kama neno la Mungu linavyosema, watu wanapopita kwenda kwa miguu. Sasa yamkini nawe umekamatwa katika wavu. Ni mapenzi ya Mungu uvuke, ufike katika ustawi. Ule ustawi ni mfano wa nchi ya ahadi, ni mfano ya kuingia mbinguni, kwamba kule ndo Mungu anataka, kule ndo kuna vinono, kuna maziwa na asali. Kwa hiyo huwezi ukavuka kwenda katika hiyo nchi ya ahadi, huwezi ukanyakuliwa, huwezi ukaingia mbinguni kama umezuiliwa huku, upo katika hali ya dhambi, hujatubia, hujui ni dhambi gani ulioifanya, mpaka ukanaswa kwenye huo wavu. Kwa mwisho wa siku unakuwa uko pale pale mateka. Haleluya. Na tunaona huo wavu umetundikwa kwenye mti, kama neno linavyosema, mwanadamu anafananishwa na mti mkavu. Haleluya. Sasa hao ndio walinzi wa hiyo mitego. Hao ndio maagenti. Kuna wachawi, waganga, wanaweza kuwa Freemason, mizimu, wanasimama badala wa huo mti. Kwa hiyo hapo unakuja kuona kwamba ili kuteka au ili kumkomboa, yamkini wewe umeitwa kwenye kusudi la kukomboa. Nasema watu hawa ni watu waliochukuliwa mateka. Kazi yako wewe umepewa na Mungu kuomboleza kwa ajili ya hawa ambao wapo katika wamechukuliwa mateka, wapo katika vifungo. Unasikia moyoni mwako umuombe mtu fulani, lakini huna maarifa ya kuomba kwamba ili kumpata yule lazima niwafunge hawa kwanza walinzi, niwafunge hawa wa mizimu, nishughulike na mizimu ili niweze kumpata huyu. Haleluya. Kwa hiyo huo mti umesimamia makundi yote yanayotoka kuzimu kwa ajili ya kuwafanya watakatifu wasiweze kuingia mbinguni, wasiweze kuvuka kwenda katika nchi ya ahadi, wasiweze kuvuka kwenda katika ustawi, wasiweze kunyakuliwa. Haleluya.